Kituo cha kwanza kimedhaminiwa na ndugu zetu hawa. Tunazungumzia masuala mazima ya ubalozi wa Marekani. Ndio ambao wametudhamini hapa na wakishirikiana na TNC. Kwa hivyo sasa tunakumbushana kwamba kwenye kituo cha kwanza tunazungumzia masuala mazima ya kimtandao. Bwana, tukiwa tunazungumzia pia masuala ya kimtandao kwamba ni jinsi ya kuunda pamoja na kudhibiti akaunti za mitandao ya kijamii. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa wengi wetu pia tupo na mitandao ya kijamii, lakini mwisho siku namna kuidhibiti na kidogo na kuaga ni changamoto. Na tumeuliza swali kule mwanzo kabisa. Kwa hiyo kwamba ni changamoto gani ambayo umewahi kukutana nayo kwenye mitandao ya kijamii. Tunatarajia hapa utatujibu kwa kutuma ujumbe wako mfupi na sisi tutapitia hapa message yako. Data. Sasa mitandao ya kijamii imekuwa ni sehemu kubwa sana maisha yetu ya kila siku. Ni kweli. Unaona, lakini watu wengi pia bado huwa wanakutana pia na changamoto katika kuunda na kudhibiti akaunti zao, yani kwa salama. Sasa leo hii basi moja kwa moja tutakupeleka pia kwenye hatua kwa hatua katika mchakato wa kuendelea kujiandikisha na kupanga pia wasifu wako kwa kutumia hii mitandao, kwa kufuata pia mbinu bora zaidi na uendelee pia kubaki salama. Kwanza, hatua ya kwanza ni usajili wa account, yani namna ya kuanza. Kwa hiyo kabla ya kuanza kutumia mitandao ya kijamii unahitaji pia kutengeneza account kwa kila mtandao, either Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok pamoja na Twitter. Kwa hiyo lina mchakato kidogo tofauti na yani tofauti wa usajili, lakini hatua zake ni yani karibu sawa, pia huwa zinafanana. Mfano, kwa hatua ya kutengeneza account, namba 1 unachagua jukwaa au mtandao. Unaona? Kwa hiyo unaamua tu ni mtandao gani wa kijamii ambao unataka pia kuutumia, mfano Facebook, Instagram au WhatsApp. Hiyo ni hatua ya kwanza, unachagua mtandao. Chaguo la pili, yani unapakua application au ile app, au unaweza kutembelea pia tovuti, mfano zitu ambazo hapa tunazitaja www na kuendelea. Ndio. Kwa hiyo majukwaa mengi ya kijamii yani huwa yana application ambazo zinaweza pia kupakuliwa pia kutoka Google Play Store au App Store. Kwa mfano Facebook, Instagram, WhatsApp. Yani una download then unaanza pia kujiandikisha kupitia hata hizo pia kwenye tovuti rasmi, unaanza kujisajili tunasema. Na msikilizaji usikize kwa makini hapa, tunakuelekeza kwa utaratibu mzuri kabisa. Kwa hiyo kitu cha tatu ndio yani tayari ukishapakua hiyo application au kutembelea pia kwenye zile tovuti, kitu cha tatu unaingiza taarifa zako. Pale utakuwa unauliza pale jina lako kamili, unatumia jina lako kama likiwa ni halisi, utakuwa linahitajika hilo, nambari ya simu, anwani ya barua pepe halali, jina la mtumiaji, jambo la kipekee ambalo pengine linalokuwakilisha wewe, password, ambapo hapa wewe naangalia ni password imara ambayo yenye herufi 8. Umeona? Na kwenye hizo herufi 8 ambazo zinapaswa pia ziwe mchanganyiko kwamba herufi, nambari pamoja na alama, ili password yako iwe imara zaidi ya password, ambapo inakuwa ni ngumu pia mtu kuidukua. Namba 4, inapaswa uthibitishe account yako, kwa sababu kuna baadhi ya majukwaa yatatuma pia msimbo wa uthibitisho kupitia SMS au hata barua pepe. Kwa hiyo wewe unachagua tu kwamba ni sehemu gani pengine ambayo unapaswa kupokelea hiyo message ama huo ujumbe. Ujumbe kwamba bwana uingie kwa upande wa message, SMS ya kawaida, au kwa upande wa barua pepe au email. Kwa hiyo unaingiza huo msimbo, unathibitisha pia account yako. Kwa hiyo kitu cha mwisho wewe unakubali tu vile vigezo na masharti. Kwa hiyo pale huwa unakuletea waraka mrefu, kwa hiyo unasoma zile sera, lakini hapo mara nyingi watu wengi wanaenda tu moja kwa moja kwenye kukubali. Umeona? Kwa hiyo mara baada ya hapo ni wewe tu sasa kwenda kuingia na kuendeleza shughuli zako hapo ambazo unataka kuzifanya. Ndio. Sasa kuna kidokezo pia ambacho tunataka tukukumbushe kwamba msikilizaji, tuseme nywila au password yako imara usaidia kulinda akaunti zako. Kwa hivyo epuka nywila rahisi ambayo inaweza mtu anaweza kaidukua wakati wote. Tunakumbusha kwamba maudhui haya ambayo tunakuelezea kuhusiana na masuala ya kimtandao yamedhaminiwa kwa uzuri kabisa na ubalozi wa Marekani ukishirikiana na TMC. Lengo ni kusema msikilizaji wetu wewe unatumia vizuri mitandao. Lakini katika masuala mazima haya ambayo tunazungumza leo, kuna masuala ya upangaji wa wasifu
namna ya kufanya akaunti yako iwe ya binafsi, kwa sababu inawezekana ukaingiliana na mtu mwingine huko. Sasa baada ya kutengeneza account, ni wakati wa kupanga wasifu wako, na hii inawasaidia watu kutambua na kufanya matumizi yako ya kimtandao na kijamii kuwa ya kuvutia zaidi. Sasa hapo nini cha kufanya? Picha ya wasifu. Tumia picha nzuri na inayofaa, picha yako wewe mwenyewe au biashara yako. Kuna watu mnaweka picha ambazo sio zenu, sio biashara zenu, kwa kidogo inakuwa tabu. Weka picha yako wewe na yenye mvuto, lakini pale kwenye sehemu ya kuhusu wewe, ama tunasema mara nyingi bio, andika maelezo mafupi kuhusu wewe. Kwa mfano, maslahi yako, kazi yako au biashara yako, iwe rahisi mtu kukuelewa. So wewe unaandika mambo mengi mpaka mtu anachanganyikiwa, hapana hiyo. Lakini pia kuna taarifa za mawasiliano. Ikiwa unatumia mitandao ya kijamii kwa biashara, unaweza kuongeza maelezo ya mawasiliano kama namba ya simu au barua pepe. Pia usisahau masuala ya mipangilio ya faragha. Rekebisha nani anaweza kuona maelezo yako, kama ni marafiki pekee, umma au binafsi. Na mara nyingi kama ni wafanyabiashara, tunatamani marafiki na umma pia fanyaje waone biashara zetu. Kwenye kukukumbusha pia hapa tunakuhimiza kufikiria kabla ya kuchapisha maelezo binafsi mtandaoni. Yaani kama hujaandika, kwa sababu kile unachokiandika mtu anasema huyu leo amevurugwa huyu. Au huyu kuna tukio limemtokea. Kwa hivyo fikiria kwanza kabla ya kuchapisha maelezo binafsi mtandaoni. Wadanganyifu wanaweza kutumia taarifa za kibinafsi kudanganya au kuumiza watu. Mambo yanakuwa namna hiyo. Mambo yanakuwa ni mengi zaidi. Kubwa zaidi tunazidi kukusisitiza kuendelea pia kututumia ujumbe fupi maandishi, na tuambie pia kwamba umewahi kukumbana na changamoto gani unapotumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo endelea pia kututumia SMS na sisi pia tutaisoma. Haya, lakini kuna habari ya jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii pia tunaendelea nayo hapa. Baada ya akaunti yako kuwa tayari, unahitaji kuelewa jinsi ya kuitumia. Kila jukwaa lina vipengele muhimu vinavyokusaidia kuwasiliana na kushiriki maudhui. Sasa vipengele vya kawaida katika majukwaa haya ni kuna feed, yani kwa maana ya habari. Kafuna kule Facebook unakuta pameandikwa timeline. Hapa ndipo unapoona machapisho kutoka kwa marafiki, kurasa na vikundi unavyovifuata. Alafu kuna marafiki, wafuasi, ongeza ufuata watu ili kuona masaisho yao na kuwasiliana nao. Na wengi unakuta tunaona huko kuna arifa, unasema zile notification zile, vionjo kuhusu ujumbe mpya, maoni, upendo na masaisho. Lakini pia kuna gumzo, utakutana na mawasiliano ya kibinafsi na marafiki kupitia ujumbe wa moja kwa moja. Kuna mipangilio kwa maana setting, rekebisha maelezo ya akaunti yako, faragha na mipangilio ya usalama. Na pia tunataka tukukumbusha, tunazungumza ya mazungumzo muhimu sana, na kukumbusha kwamba uliza, je, umewahi yaani kwamba umewahi kuchanganyikiwa kuhusu jinsi ya mitandao, kuhusu jinsi mitandao ya kijamii inavyofanya kazi? Au kwa wewe msikilizaji wetu, unaweza kuwa unajiuliza maswali mengi, namna ambavyo mitandao inafanya kazi ya kijamii hii, unapata shida gani zaidi? Kwa hivyo huko uliko pia unaweza ukatuambia kuna changamoto gani. Namba ile ambayo amekutumia hapo bwana Taufiki amekutajia 0749898950. Mambo namna hiyo. Unatuambia hapa kwa upande wako kwa sana pia na ile swali ambalo tumekuuliza kwamba bwana umewahi kukumbana na changamoto gani unapotumia mitandao ya kijamii. Kwa upande wako tuambie ili pia tuweze kusoma pia hiyo SMS yako. Okay. Kuna zile mbinu mbinu bora za kujilinda. Kudhibiti akaunti yako. Yes. Okay. Sasa wakati unatuambia hapo changamoto gani ambayo umewahi kukutana nayo kwenye mitandao ya kijamii, mimi nataka nikueleze namna ya kufanya ili uwe salama na huo mtandao unaotumia, lakini pia kutunza faragha yako hapo mtandaoni.
mtandaoni. Fatuma, kuna wakati fulani ulielezea hapa kuhusiana na nywila au password. Ukasema, ukawakumbusha watu kwamba password imara ndio ambayo inasaidia kulinda akaunti zako kwa mtandaoni. Ukatuambia hapa tuepuke kutumia password rahisi. Unajua watu tumezoea kuweka miaka yetu ya kuzaliwa. Tumezoea kuweka namba tule 1 2 3 4 mambo kama hivyo. Umeona Kwa hiyo jamani, hiyo sio imara hiyo. Unatakiwa uweke password imara ambayo itasaidia kulinda akaunti zako huko mtandaoni. Sawa? Changanya herufi, namba na alama maalum ili mwisho wa siku kufanya isigundulike kiurahisi. Unaelewa mtu hapa akisema kwa huyu Fatuma anavyomtizama huyu kwenye akaunti yake kwa mfano ya Facebook, huyu password atakuwa anatumia tu umri wake. Sasa Fatuma umri wake ni umri gani? Anaanza kubashiri hapo. Anasema tu huyu password yake itakuwa tu 1 2 3. Akiingiza pale wakati mwingine inakubali. Sasa muangaishe, mtoe jasho. Atoke jasho. Lakini unaweza ukawasha uthibitisho wa hatua. Hii inakuwa inaongeza usalama kwa uhitaji msimbo wa uthibitisho unapojaribu kuingia. Yaani unapowasha hii, kama kuna mtu kule anaingia, wewe huku unaletewa message kwamba kuna mtu huku anajaribu kuingia kwenye akaunti yako. Lakini kuna sisi ambao tunatumia labda vifaa vile vya umma, kama umeingia kwenye mtandao kwa kutumia kompyuta ambazo wengi wanazitumia, kumbuka kuondoka. Ukishamaliza mambo yako, umeingia kwenye akaunti yako, umefanya ulichotaka kufanya. Ukimaliza kumbuka kulog out. Kwa Kiswahili ndio tunasema ondoka kwenye akaunti. Kama unatumia simu au kompyuta ya mtu mwingine, basi hakikisha unaondoka kabisa. Hii yote itasaidia basi akaunti yako kuwa salama, lakini pia kutunza faragha yako. Sasa unatakiwa pia kujihadhari na akaunti bandia ama zile za matapeli. Usikubali maombi ya urafiki kutoka kwa watu usiowajua. Unajua unatakiwa kukubali watu unaowaamini pekee. Epuka maombi ya urafiki kutoka kwa watu usiowajua. Jiridhishe kwanza. Kuna mwingine anakuja kukuomba urafiki, ameweka pale picha ya Steve wakati kumbe hata sio Steve. Umeona? Hebu jiridhishe kama kweli ni Steve ama sio. Kuna wengine wanaweka tu picha za watu wengine hapo kwa lengo tu la kutaka kukutapeli. Lakini jihadhari na wageni. Si kila mtu mtandaoni ni yule anayejifanya kuwa sawa. Au tunapaswa kujihadhari nao. Lakini hakikisha kwamba unazuia na unaripoti watumiaji unaowatilia shaka. Ikiwa kama kuna mtu anakusumbua huko mtandaoni, basi mzuie. Mnaweza ukamhide ama ukamblock ama ukaripoti akaunti yake ili wewe ubaki salama na akaunti yako. Lakini kuna namna ya kuchapisha ama kuposti ama kushiriki au kushare kwenye mitandao. Hakikisha kabla haujafanya hivyo, basi fikiria kabla ya kuchapisha. Mara kitu kinapokuwa kinawekwa mtandaoni ni vigumu ukiondoa kabisa. Unajua ukishare wakati mwingine ukishare, kuna mwingine yuko chapo ameshakichukua na yeye ameshare. Umeona? Kwa fikiria kwanza kabla ya kuchapisha ama kushare kile kitu ambacho unataka kukishare. Lakini epuka kushiriki mambo mengi huko mtandaoni. Usichapishe maelezo nyeti kama anwani au taarifa za kifedha. Hakikisha unaepuka kushiriki mambo mengi sana. Lakini pia hakikisha habari kabla ya kushiriki
namaanisha kabla ya kuposti, sawa, au kushare. Usisambaze habari za uongo au zisizo thibitishwa. Jamani, ni hatari. Tukitolea mfano juzi tu hapa. Ni juzi tulikuwa tumekaa na wewe Fatma. Ukaniambia hivi, taarifa hii ni ya kweli? Tukatizama pale. Tukaona kuna mtu ameposti huko kwenye mtandao mmoja wa kijamii huko kwamba kiongozi mmoja wa hapa Tanzania amefanya nini? Amefariki dunia. Jambo ambalo sio kweli. Umeona sasa kwa haraka ukiichukua. Alafu sasa wanavyofanya wanachukua kabisa, kwa mfano sisi hapa tuna template yetu Mashujaa FM. Kwa hiyo wanachukua kabisa na template ya radio fulani ama chombo fulani cha habari, wanaweka pale, wanaonekana kama vile wameposti watu wameposti watu fulani. Kwa hiyo kama haukuwa makini na wewe ukianza kushare yanakukuta mambo wakisema watu wa mtaani mambo. Kwa hiyo kabla haujaposti, haujashiriki, hakikisha habari kabla ya kuiposti. Mambo hayo ni muhimu sana msikilizaji wetu yafahamu. Sasa sijui hapo ulipo umeshawahi kukubali ombi la rafiki kutoka kwa mtu usiyemfahamu? Kama umewahi, nini kilitokea? Madhira gani yakukuta? Nini kilitokea? Pia kama una nafasi hapo unaweza ukashirikiana na sisi na ukatueleza na sisi hapa tukapitia ujumbe wako. Tunaenda kukumbusha kwamba maudhui haya ya masuala ya kimtandao yameletwa kwako na ubalozi wa Marekani wakishirikiana na TMC. Tunataka msikilizaji uwe salama kabisa katika mitandao ya kijamii. Haya, utuambie kwamba umewahi kukumbana changamoto gani unapotumia mitandao ya kijamii, tujadiliane. Na unaweza kutupigia pia simu yako. Ukatueleza pia kwa upande wako. Ni madhara gani ambayo ushakutana nayo kwenye mitandao? Kwenye message ni 0749 89 lakini tafadhali msikilizaji wetu wa barazani tunaukaribisha pia utupigie simu kupitia namba yetu ya hapa studio 0673 030382. Haya, mimi niko tayari kuzipitia. Karibu sana hapo, tusikie wanasemaji wa ungwana. Wako wengi sana. Haya, anasema binafsi sijawahi kukutana na changamoto yeyote, japokuwa changamoto ziko nyingi. Kwa mfano, machapisho feki ya kazi na kadhalika. Yeye anaitwa Dula na Ngumbi kutoka Msingole, Lindi. Kwenye line kuna mdau. Kwenye line simu. Hello. Hello. Habari yako? Unaongea na Ahmed Isa. Unaongea na Ahmed kutoka wapi? Unaongea na Ahmed Isa kutoka Simba kwenye Mamba Wengi. Tuambie kwa upande wako, pengine umewahi kukumbana na changamoto gani pale unapotumia mitandao ya kijamii? Nilikutana na issue moja mwaka jana. Kuna jamaa mmoja kutoka Pakistani alinitumia message akaniambia kuna msimbo nimeutuma kwenye akaunti yako, kwa hiyo naomba uingize huo. Unaona? Ndio. Lakini baada ya kuuingiza ule, kwa bahati mbaya ile akaunti ikageuka. Ya kwake ndio ikawa ya kwangu, ya kwangu ikawa ya kwake. Kwa baadaye nikaona ifuatilie ile akaunti, nikakuta wanatuma vitu tofauti au wanaposti vitu tofauti na vile ambavyo mimi ambao nilikuwa navihitaji. Kwa namna moja ama nyingine na washauri wasikilizaji wenzangu hapo kwenye mambo kama haya kwenye akaunti zao wawe makini sana, sio kikatokea ambacho kimetokea mimi. Shukrani sana. Tunaendelea kupokea simu na kusoma. Huyu naye walimdukua. Walimdukua huyu. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu. Changamoto ninayokutana nayo, niliwahi kuambiwa nitoe namba yangu ya siri. Anaitwa Hamisi Chumange kutoka stendi ya Jila. Kihelu kule. Itakuwa hajasema hapo. Kwenye lana simu. Hello. Hello. Wewe umetoweka. Tunaendelea kukaribisha hapa 0673030382. Umewahi kukumbana changamoto gani msikilizaji unapokuwa unatumia mitandao ya kijamii? Tunazungumzia hapa Facebook, Instagram, kuna WhatsApp pale, kuna X. Mitandao iko mingi sana. Na kuna majukwaa mengi sana. Kwa lana simu. Hello. Habari za hapo Mjengoni? Bwana Mjengoni ni kwema. Sauti ya nane na uko wapi?
Bwana, unaongea na mtu mmoja anaitwa Juma Selemani na Mbungu, tumetoka maeneo ya Mandawa Kiwalala. Tuambie umekutana na changamoto gani kwenye mitandao ya kijamii? Bwana, mimi sijakutana na changamoto yoyote ile, ila naomba elimu hiyo iendelee kutolewa kama mlivyokusudia kuitoa elimu hiyo. Sina la zaidi, ni hilo tu. Shukrani sana. Ujumbe mfupi unaandikwa kupitia 0749898950. Haya, moja kati ya changamoto nilizowahi kukutana nazo hususan katika matumizi ya mtandao ameutaja WhatsApp. Anasema ni kutoiona namba ya mtu ambaye kwa hiari yake kabisa amenithibitishia kuwa namba yake ipo WhatsApp. Anaitwa Mwalimu Ipaja kutoka Kikwete. Changamoto ziko nyingi sana. Hiyo ipo WhatsApp. Hiyo ukijaribu aioni. Haya, kuna mwingine anasema yeye hajawahi kukutana na changamoto yoyote ile na wanaomuomba urafiki wapo wengi na hayupo hata mmoja aliyomtapeli. Yeye ni Mr. Safe kutoka Mnazi. Basi endelea kuhakikisha unakuwa salama. Sababu mambo ni mengi. Unaweza ukasema uko salama sasa ukaja kuharibikiwa baadaye, na ndio maana tunakumbushana. Mambo ni kama hivyo. Haya. Tuna Taufiki, unasemaje? Maki wewe ndio kiongozi hapa. Ni vyema tu tukahitimisha kutokana pia na muda. Ndio. Kwa sababu kwa safari nyingine tena, yani muendelezo, ipindi pia ni muendelezo. Na kila Ijumaa kila Ijumaa kwenye kituo cha kwanza tunaungana hapa. Naam. Kwa hiyo wewe unakaa tayari, kifika Ijumaa mambo yanakuwa safi kabisa. Leta maneno Taufiki. Bwana, kwa kuhitimisha, bwana, ni muhimu sana pia kutengeneza pamoja na kusimamia account ya mtandao wa kijamii. Kwa hiyo imekuwa ni jambo rahisi, lakini pia ni muhimu kufanya hivyo kwa usahihi. Kwa hiyo kwa kufuata pia hatua hizi ambavyo tayari sisi tumeshakueleza, basi utakuwa ni salama. Unaweza kufurahia pia mitandao ya kijamii bila kujihatarisha na kujiingiza kwenye majanga ambayo haukuyatarajia. Haya, sisi bado tupo barazani tutakutana kwenye masuala haya Ijumaa nyingine insha Allah. Vipi tena? Tutarudi.